Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amina. Natumaini wote tu wazima. Bwana asifiwe. Amina. Hongera kwa kuvuka. Amina. Hongera kwa kushinda. Amina. Sioni watu wakishangilia. Amina. Wapendwa katika Bwana, tumevuka. Amina. Tumevuka. Amina. Huu ni mwaka wa baraka. Amina. Mwaka huu ni wa neema. Amina. Mwaka huu wa kufanikiwa. Amina. Mwaka huu anavuka. Nikutie moyo wewe unayefikiri kwamba dunia imeniacha, sioni msaada, sioni chochote. Nikutie moyo, jua tu kwamba huu mwaka ni mwaka wa kubarikiwa. Amina. Hicho nataka kukwambia, na hicho nataka kukuhakikishia ya kuwa Bwana atakufuta machozi. Amina. Ya kuwa Bwana atakupigania. Amina. Ya kuwa Bwana atakuinulia watu wa ukozi. Amina. Watakusaidia. Amina. Ziko njia ambazo Roho Mtakatifu ameachia. Ninaona njia nyingi. Amina. Kwa watu hapa ziko njia nyingi. Amina. Haijalishi ulifungwa kifungo cha namna gani. Lakini Bwana ananiambia gereza liko wazi. Amina. Amen. Amina. Imekwisha. Amen. Imekwisha. Amen. Imekwisha mtu. Amen. Imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Pokeeni salamu za Roho Mtakatifu. Anasema hivi, haoni mioyo ya watu. Amekusudia kusema na watu. Amekusudia kuwavusha watu. Haoni. Tulia rohoni, rudi rohoni. Tazama mbele. Kiti cha enzi kiko hapo. Yupo anatazama moyo wako. Yupo anatazama changamoto zako. Yupo. Amen. Yupo anatazama moyo wako. Anatazama njia zako. Anatazama hekalu lako. Yupo. Amen. Ninaona malaika wakipita hapa. Amen. Wakipita. Amina. Utukufu wa Bwana uko mahali hapa. Amina. Yuko mtu mmoja hapa anarejeshia ufahamu wake sahihi. Amina. Ufahamu ulioibiwa. Amina. Ufahamu. Amina. Unarejea kwa huyo mtu. Ni kama vile nywele zake zinawasha sana kwa ndani. Ni kama vile wadudu wanamtembelea kichwani. Roho Mtakatifu yupo kurejesha ufahamu wako. Omba. Mwambie tu Roho Mtakatifu, usiniache juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kila kitu kinachokutesa. Tazama tu chochote ambacho unachofikiria kumwambia Bwana, wewe mwambia kwa imani. Mungu atafanya na atasema na wewe na suluhisho litapatikana. Fungua moyo wako. Fungua tu moyo wako. Yesu, niko tayari unitumie. Niko tayari unitumie Bwana. Sharon, Sharon, ninakupenda. Ni heshima yako tu iliibiwa. Ni kibali chako tu kiliibiwa. Lakini leo ninakurejeshea. Ninakurejeshea. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema ya kushinda tena. Pokea ajira kwako. Pokea. Yatosha, yatosha. Yatosha mwanangu, yatosha. Yatosha. Nimeona moyo wako. Nimeuona moyo wako mwanangu. Nimeuona. Nimeuona. Pokea tena, pokea. Pokea kibali, 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 kibali.
popote utapita, jina lako litajwe, jina lako litajwe. Uko hapa, uko hapa, uko hapa, katika jina la Yesu. Amen, amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Somo letu la leo, somo letu la leo ni kumshukuru Bwana. Amina, ni kumshukuru Bwana. Somo la leo ni kumshukuru Bwana. Twende moja kwa moja. Shukurani ni nini? Ni tendo la moyo linaloonyeshwa unapomshukuru Bwana. Ni tendo la moyo linaloonyesha kutambua wema wa Mungu. Haijalishi umetendewa, haijalishi hujatendewa, tunapaswa kumshukuru Mungu. Amina, amina. Neno asante limebeba miujiza ya watu. Jinsi unavyomshukuru Mungu, kumwambia Mungu asante, ama kumwambia jirani yako au kumwambia ndugu yako kwamba asante. Neno asante tayari ni ufunguo wa mtu kufunguka. Amina, amina. Unavyomsaidia mtu au kampa mtu chochote, akikuambia asante, tayari amefungua vitu vilivyokuwa vimefungwa. Amina. Kwa hiyo Mungu akawa ananifundisha kwamba kushukuru ni kama vile kufungua, ni ufunguo wa mtu kwenda hatua nyingine. Jinsi unavyoshukuru kwa kidogo ama kikubwa. Amina, 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 amina. Kushukuru ni kuugusa moyo wa Mungu. Watu wengi tumekuwa tunapewa mambo mazuri na Mungu, lakini tumekuwa ni wavivu wa kumshukuru Mungu. Amina. Ni kama vile Mungu alivyotujalia kuingia 2026. Huu ni mwaka wa baraka. Amina, amina. Kwa hiyo tendo la kushukuru liishi kuanzia sasa. Amina. Chochote Mungu anakufanyia kiwe hata kama ni kidogo kama punje, njoo hapo mshukuru Bwana. Kwa maana Mungu akawa ananifundisha, ananiambia watu wengi wamefungwa na kuto kumshukuru Bwana. Watu wengi wanasema kwamba nikimshukuru Bwana ni kama vile namkaribisha shetani kuja kunipiga. Hapana, naomba nikutoe shaka. Mungu anasema kwamba unapomshukuru Mungu unaukaribia moyo wa Mungu. Neno shukurani limebeba maisha ya watu, limebeba hatima za watu. Amina. Limebeba afya za watu. Amina. Limebeba vitu vingi vya watu. Vile unavyoumwa tu kidogo, vile unavyoumwa. Kumbe tunatakiwa hata tunaumwa tumshukuru Mungu. Amina. Unavyopitia changamoto, unavyopitia maumivu, tunapaswa pia kumshukuru Mungu. Baba, ninakushukuru kwa hii changamoto ninayopitia. Bwana asifiwe. Amina. Sikia rafiki yangu, ulivyokuwa unashukuru, unasema nimeshukuru Mungu amenivusha. Tena Mungu akaniambia huu mwaka Mungu atakushangaza rafiki yangu. Amen. Huu mwaka ni mwaka wa kwako. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Kwa kile kitendo cha kumshukuru Mungu, tayari mbingu zinakuwa wazi kukubariki wewe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Tutasoma hapo, tusome Mama Zaburi 100 mstari wa 4. Zaburi ya 100 mstari wa 4 unasema hivi: ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake. Amina. Kumshukuru Bwana kuna maana nyingi sana. Maana yake unapomshukuru Bwana ni mlango au njia ya kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Kile kitendo tu cha kumshukuru Mungu, tayari uwepo wa Mungu unakuzunguka. Maana Mungu anajua kwamba huyu mtu amerudi kunishukuru. Japo anapita kwenye maumivu, japo labda amebarikiwa, labda amefanikiwa, lakini amerudi kunishukuru. Kwa hiyo vile unavyoshukuru ni mlango
wa wewe kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kitendo cha kushukuru tayari mlango, tayari funguo unao wa kuingia kwa Bwana na kusema na Bwana. Bwana asifiwe. Amina. Tutaelewana tu. Unaposhindwa kumshukuru Mungu, maana yake Mungu muhitaji. Akawa ananifundisha Mungu kwamba wapo watu wengine ninawatendea makubwa, lakini wamekuwa mioyo yao ni migumu kushukuru. Maana yake hawanitaki. Kwa hiyo kile kitendo unachomshukuru Mungu, kwamba kumwambia Mungu asante, kumbe umefungua na njia zingine za wewe kupokea mambo mengine mapya yanayokuja. Amina. Usikae kimya, mtu wa Mungu, Mungu anavyokutendea. Usinyamaze hata kwa kidogo, unapaswa kumshukuru Mungu. Amina. Hata kwa afya unapaswa kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa nini sasa tunamshukuru Mungu? Kwa nini? Kwa mfano, kwa nini tunamshukuru Mungu kwa kututoa 2025 kutupeleka 2026? Unaweza kujiuliza kwa nini tunamshukuru Bwana? Tusipeleke kwa mkumbo. Tusiende tu kwa mkumbo kuona kwamba fulani anashukuru na mimi nishukuru. Hapana. Unapaswa utafakari. Unapaswa ujiulize kwa nini unashukuru. Amina. Lazima ujiulize. Kwa nini shukrani? Kwa nini nishukuru? Sababu tunaipata hapo Zaburi 107 mstari wa 1. Tusomee hapo. Kwa nini tunashukuru? Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mungu ni mwema kila siku, kila saa na kila dakika. Mungu ni mwema. Ndio maana tuna sababu ya kumshukuru Mungu, kwa sababu ye Mungu ni mwema. Anatuwazia mazuri. Kila kukicha ana mipango na sisi. Kila kukicha anatuwazia. Kila kukicha anawaza mtu huyu nimfanyie nini. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo ukilijua hilo, una kila sababu ya kumwendea Mungu na kumwambia Mungu, ninakushukuru. Usiogope kuona 2025 nimevuka hivi sijafanya chochote. Wapo watu wanajiuliza, hivi 2025 hivi akili yangu mimi ilikuwa wapi? Nataka nikwambie, Mungu ana mpango na sisi 2026. Wapendwa, kaa mkao wa kula. Amina. 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 Happy, kaa mkao wa kula. Sitaki kusema wapi, lakini wewe jua hivyo. 2026 ni muda wa kukrosi, wa kwenda ng'ambo. Amina. Una shida gani? Unahitaji gani? Una jambo gani halikukamilika 2025? Una jambo gani? Mungu yupo na ameniahidi ya kuwa atatimiza. Bwana asifiwe. Amina. Atatimiza.